Karibu sana wapenzi watazamaji, niweze kuwapasha na niwapakulie yale yote ambayo yametendeka. Pokea salamu za heri njema ya mwaka mpya, mwaka 2026 wenye fanaka na afya njema. Hichi ndicho kituo chako ambacho kinakuletea taarifa za ukweli, kituo ambacho hakiogopi kuzungumza. Na hapa ndipo unapata taarifa zile ambazo zinafichwa. Wanahabari Tanzania wamelipwa. Kuna taarifa na waletea yenye nimepokea jinsi ambavyo wamelipwa. Kwa hivyo hawawezi wakazungumza taarifa kama hizi. Mimi nipo hapa kwa minajili yako ili uweze kupata taarifa za ukweli. Asante sana kwa wale wote ambao mnazidi kunisapoti kwa namna moja au nyingine, kama vile kulipa wifi ya studio pamoja na mambo mengine. Mbarikiwe sana. Tusipochunga wapenzi watazamaji, tutauliwa wote na tuishe. Serikali hii ambayo iko mamlakani ya Samia Suluhu Hassan, ambayo iliweza kuiba kura, haina chembe za huruma. Haina chembe za maisha ya wananchi. Kama tunataka taifa letu la Tanzania lisonge mbele, Samia lazima aondoke na hii serikali yake. Mahala ambapo tunaelekea sio kuzuri. Ninawaambia na ninawalilia. Mahala ambapo tunaelekea sio kuzuri, ni kubaya. Jeshi la polisi Tanzania katika mkoa wa Dar es Salaam limeweza kumpiga risasi mwanabodaboda mmoja na akaaga dunia. Na makosa ya huyu bodaboda sio makosa makubwa. Sio eti kwamba alikuwa na bangi, sio eti kwamba alikuwa anaandamana, sio eti kwamba aliweza kuwasha moto barabarani, sio eti kwamba aliweza kusema Samia must go. Ni kwa sababu aliweza kupita katika barabara ya mwendo kasi. Yaani makosa yake tu ni kupita katika barabara ya magari ya mwendo kasi. Hayo tu. Ninaelezwa kwamba waliweza kubishana na polisi kidogo, na wale polisi wakachukua bunduki wakampiga. Yaani imefika mahala ambapo uhai wa Mtanzania haudhaminiwi kivyovyote. Imefika kiwango mahala ambapo uhai wa binadamu mbele ya maafisa wa polisi ni kitu kidogo. Tunaelekea wapi wapenzi watazamaji? Guys, tunaelekea wapi? Kitu moja tu ambacho kinaweza kikaleta ukombozi Tanzania ni umoja. Unity. Kwa lugha ya Kimombo wanasema kwamba ni unity, umoja. Tushikamane, tupinge utawala huu wa kimabavu. Tupinge utawala huu wa kuona maisha ya mwananchi kama kitu ambacho hakifai. Na mtu mwenye ameweza kusababisha mpaka maisha ya Mtanzania hayadhaminiki ni Samia. Unajua kipindi ambapo polisi wamepewa idhini ya kuua wananchi, ya kuua raia, sasa hata wakifanya kosa hawawezi wakachukuliwa hatua. Samia ndiye ameweza kuleta haya mambo. Juzi tu Oktoba, Novemba, aliweza kuagiza maafisa wa polisi kuteka nyara wananchi, kupoteza wananchi na hata kuwaua. Sasa polisi wakaona kwamba wamepewa mamlaka kubwa sana. Ndio haya ambayo wanaendelea kutumia. Ona sasa wamepiga raia, mwendesha bodaboda risasi na kumuua papo hapo. Samia amezika taifa letu la Tanzania. Yaani unaona nastaga kwa sababu nakosa maneno. Like guys, tunafaa kuwa pamoja. Yaani tunafaa kuwa pamoja, tunafaa kuwa wamoja. Like seriously, mtu anatolewa maisha mbele yenu na nyinyi mnamwangalia seriously.
Yani even stones are there. Yani like mawe yako pale, mnashindwa hata kuokota, tunashindwa hata kuokota. Mmoja tu ndo karusha mawe. Kweli? Jiwe. Tunajaribu kusogea mbele, watu wote mnarudi nyuma guys. Ndio hatujashindwa, but pale ndo tulikuwa tunafaa tuanzie. Yani pale tulikuwa tunaanza, tunalianzisha moja kwa moja usiku kucha mpaka tarehe moja tu pale tunaendelea hivyo hivyo. But sasa ndo maneno gani haya tunaanzisha afu tunamaliza? Tunanyamazisha. Yani I say no bana. Yule mtu aliyeuliwa pale unajua ana mtoto ana watoto anamtegemea, ana mke hawezi jua. Mpigeni picha is your cousin au ndugu yako au babako au mjombako au ndugu yako, tupiga picha, take that nani, yani take that perspective, kaa kwenye kile kishuzi hicho kinanicho kiatu hicho jaribu kweni hivyo. Alikuwa ni boda, like seriously, jaribu kuvaa hicho kiatu. Okay, ilikuwa hivi. Kulikuwa na bodaboda ambaye alipita kwenye njia ya mwendo kasi. Bahati mbaya kulikuwa na mapolisi na wenyewe walikuwa wamefanyaje? Wamepaki pale, wale wanaojifanya kuzuia maandamano. Si wakamnani? Sisi tumeitana like serious, nilikuwa kwenye live tukaambiwa mwanangu njooni huku. Mimi nikatoka nikachukua boda yangu hapo chap, nikasema acha tuende. Nikaacha simu because I didn't want baadaye nani simu mimi nilikuwa nimeacha kwa sababu like ilikuwa kwanza haina charge. Nikasema tu achana nayo. Nikachukua bat pamoja na ID kwa sababu ID ndio muhimu. No, hata kama nikipoteza maisha ID yangu ikiwepo pale it's okay. Haina shida. Then nafika pale like seriously watu wote wameshaanza kurudi nyuma like it was, yani nilikuwa nimesha kata tamaa like yani nafika watu ndo wanarudi nyuma seriously. Nakuja kuuliza eti jamaa amepita mwendo kasi, wakabishana kidogo, kauliwa, kashutiwa. Mwanangu, na nyinyi mnanyamaza tu mnaangalia seriously. This is your fellow Tanzanians. If we agree, kama tukikubaliana kwamba tumehalalisha uwaji mbele ya hadhara, mbele yetu sisi wenyewe, then it means we are speechless. Hatuna maneno ya kuongea. We do not have any strength. Hatuna nguvu ya kufanya chochote. If we kama tutaendelea kukaa kimya and we just be quiet like this, hatutaweza kufika sehemu yoyote. Let me say this clearly. Tusidanganyane hapa kwenye live kwamba eti tunashinda. No, with words. No, lazima tuwe na ukweli, tusemane ukweli, tuambiane ukweli dada Malkia, tuambiane ukweli ndugu nani Tanzania, tuambiane ukweli ndugu zangu. We need to have unity. Tunafaa kuwa na umoja. Without unity there is nothing. The dignity of a human being is much more higher than anything. Yani uhai wa mtu unafaa ulindwe. Jamani. So kwamba tunadanganyana eti kwamba tuna nani, tuna kwenye live tumeshinda afu tukitoka nje kila mtu anamkia wake nani tumboni. No. We have to say the truth dadangu. Lazima tuseme ukweli. We are out there, let's stand together. We are in here, let's be together. This is the truth and nothing but the truth can set us free. Hakuna kitu kingine kitakacho kutuweka huru zaidi ya ukweli. We need to be the truth. Yani lazima tuwe na ukweli. Mimi imeniuma, yani msisikiane mimi nachanganya na lugha kwa sababu naumia like it's seriously. Yani naumia. Vitu vinajirudia mbele ya macho yetu, afu watu wanarudi nyuma like see guys, tunafaa kuwa na umoja. Umoja ndio kila kitu. Hata yule nani wakoloni wote waliondolewa hapa na umoja. Majimaji sijui kina Kinjengetile sijui kina nani, ni umoja ndio ulifanya hivyo. Leo hii sisi tunaogopa eti kisa hatuna umoja. Umoja ndio kila kitu chetu. Sasa hivi tunafaa tuhubiri umoja kuliko kitu chochote. Dada yangu, tusidanganyane eti kwamba eti tumeshinda. Hatujashinda chochote mpaka tutakapokuwa na umoja tena. Tusidanganyane, let's not lie together. Tusidanganyane kabisa hapa eti tumeshinda. No, hatujashinda chochote kama tumeshaanza kurudi nyuma. Maana sasa hivi unajua tuseme tu ukweli. Sasa hivi tunge
tungetoka pale tukasema okay, tutoke moja kwa moja, wasingeweza kuua maskilling, kwa sababu sasa hivi Tanzania inachokifanya inajaribu kwa mbinu yote kujisafisha. Wapenzi watazamaji, asante sana kwa kuendelea kutazama kituo hichi. Ninawaomba ushirikiano. Kama haujaweza kujiunga nasi, tafadhali piga subscription, bonyeza kengele ili tusonge mbele kwa utaratibu, kwa sababu hiyo ndio njia moja ya kuweza kusapoti hichi kituo. Wapenzi wa Tanzania, wapenzi watazamaji, tunakosea. Sisi raia tunakosea, na uzuri wangu mimi huwa sidanganyi, ninasema ukweli. Sisi kama raia tumezembea na tunakosea, na sisi ndiyo tumesababisha mpaka udikteta huu kuendelea katika taifa letu la Tanzania. Iwapo mfano jinsi ambavyo mwenzetu alipigwa risasi, na tunajua kwamba kosa ambalo aliweza kulifanya ni kupita katika barabara ya mwendo kasi, pale pale tungebeba kile ambacho kiko karibu na sisi, iwe mawe, iwe miti, tutwange hawa maafisa wa polisi, tuchukue hata sheria mikononi mwetu, kwa sababu tukiendelea kupoa hawa polisi wanatusoma. Waliua wenzetu kipindi cha maandamano, hatukufanya chochote. Hii leo wamepiga bodaboda risasi na kumuua. Raia wametulia, raia wametulia, badala ya hata kuandamana, badala ya hata kubeba jiwe ili tuweze kuhakikisha kwamba tunakataa utawala mbovu kama huu. Tunakosea bana. Hapana, hapana bana. Sasa tunaleta ukombozi upi kipindi ambapo tunaacha masuala kama haya ya mauaji yanaendelea kutendeka? Ni ukombozi gani ambao tunasema kwamba tutaleta Tanzania? Ni ushindi gani ambao tunaweza tukasema kwamba tumepata kipindi ambapo tunatulia? Hapana. Watu kama hawa ambao walitekeleza haya hatupaswi hata kuwapea ruhusa. Tungefanya jambo ndiposa wengine wasome kutoka kwa huo mfano. Tukiendelea kutulia, hawa wajamaa wataendelea kututawala kimabavu. Tukiendelea kutulia, hawa watu wataona kwamba sisi hatuna mwelekeo. Uhai wa mwenzetu ni mkubwa. Kitu ambacho ninajua, unaona huyu afisa wa polisi mwenye alimpiga huyu mwanabodaboda risasi, haki ya Mungu, Mungu moja, hawezi akafanyiwa chochote, kwa sababu yule ambaye aliwapea ruhusa ya kuua raia ni Samia, na polisi wanaendeleza hayo. Wanajiona kwamba wao wako juu ya sheria, wanajiona kwamba wao hakuna mtu anaweza akawafanya chochote. Wacha niwape mwelekeo. Kipindi cha kuleta ukombozi Tanzania, kupigana na mkoloni, hawakutulia jinsi ambavyo tunatulia. Walimwaga hata damu, walitumia nguvu kupigana, na hakuna ukombozi ambao tunaweza tukasema kwamba tunaleta Tanzania kipindi ambapo wenzetu wanadhulumiwa tunatulia. Hakuna. Hapo nao tusidanganyane, na waambia ukweli. Ndio, kuna wenye watanichukia, lakini ninawaambia ukweli. Tukiendelea kuchukulia mambo hivi hivi, hao watu watatudharau. Tunapaswa kufanya jambo angalau liweze kukua kama mfano, ndiposa hawa wajinga wasiendeleze haya mambo. Tusipochunga, mauaji Tanzania yatakuwa tu kama kawaida. Polisi watakuwa wanafanya tu mambo jinsi ambavyo wanataka. Lazima tukatae mambo kama haya, na ni mimi na wewe ndio tutakataa. Sio eti kwamba
tunasubiria viongozi wa kuja kutuletea ukombozi. Ukombozi ni sisi tutaleta. Hawa polisi unajua hawana akili, wamerukwa na akili. Kipindi ambapo wanamuua raia, hauwezi ukaniambia tu kwamba wako na akili. Wanapembelezwa na hii serikali. Chini ya jua hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Hata Samia hayuko juu ya sheria. Kila mtu yuko chini ya sheria. Tusiruhusu upuzi, mauaji, ukandamizaji kuendelea katika taifa letu. Mataifa ambayo yameweza kujipatia uongozi bora waliamuka na kukataa udikteta. Madagascar walipata ukombozi juzi, walimuondoa rais. Nepal walimuondoa rais. Kwa nini? Kwa sababu waliungana pamoja. Lakini tukisambaratika, tunapea Samia wakati murwa wa kuendelea kututawala kimabavu. Sina mengi, tupatane kwa kada ijayo.